Alright, ni wakati na wasaa wa entertainment kutoka hapa TanzaLive TV. As you know guys, tumekuwa tukikuletea habari pamoja na matukio kila siku yanao trendi. Yes, mimi nikwambie kwamba sasa hivi huko Instagram kumekuwa na mijadala mizito kuhusiana na hali ambayo anapitia Mkubwa Fella. As everybody knows kwamba Mkubwa sasa hivi ni mgonjwa, hali yake haiko vizuri. So mijadala imekuwa ni mingi sana. Mke wake Sweet Fella amekuwa akizungumza, lakini pia na wadau mbalimbali wamekuwa wakieleza jinsi ambavyo walikuwa wakitarajia kuona usaidizi mkubwa kutoka kwa watu wa karibu wa Mkubwa Fella, ikiwemo wasanii ambao amewabeba kwa nguvu zake na kwa kauli zake alishawahi kuzungumza masuala haya. So jambo kubwa ambalo limeweza kutrendi zaidi ni mara baada ya mke wa Mkubwa Fella, Sweet Fella, kuweza kufunguka namna ambavyo wasanii mbalimbali wamekuwa wakimtupa na kumsahau Mkubwa katika kipindi hiki kigumu ambacho anachokipitia. Kibinadamu, swala la ugonjwa ni jambo la kawaida. Mtu yoyote yule anaweza akapitia muda na wasaa wowote. Hivyo basi ni muhimu kuweza kuwekeza katika rasilimali watu na kuishi vyema na wenzako. Pindi unapokutwa na jambo, basi watu wanamshikamano kwa pamoja. Jambo kubwa ambalo Sweet Fella limekuwa likimuumiza ni kuona wale watu waliokuwa karibu zaidi na kushikwa mkono na Fella, halafu kuwa kama hawaoni kwa hiki ambacho anapitia Fella sasa hivi. Lakini pia aliweza kuwagusia baadhi ya wasanii ikiwemo kama Diamond Platnumz na wengineo kutoka Wasafi, lakini pia lawama zikiwa nyingi kutoka kwenye familia ya Mkubwa Fella, akiwemo mtoto wa Fella ambaye pia alikuwa akilalamika kuhusiana na Diamond kutomsaidia baba yake. Sasa leo imeweza kuvuja chatings ambazo tumeweza kuziona huko kwenye page za udaku kwenye Instagram, zikionyesha jinsi ambavyo mke wa Mkubwa Fella alivyokuwa akichat kumuomba Diamond msaada. Kulikuwa kuna message mbalimbali kuhusiana na sindano ambazo Mkubwa alikuwa akihitajika kuchomwa, lakini pia na madawa ambayo yalikuwa yakihitajika kwa ujumla. Yani zote hizi zilikuwa ni records pamoja na kumbukumbu ambazo zilikuwa zikionyesha kwamba Diamond Platnumz kwa namna gani alikuwa akijitoa zaidi kwa Mkubwa, kwa sababu si rahisi kwa mtu kama Diamond Platnumz, uwezo pamoja na hali ya kimaisha aliyokuwa nayo, kasema jambo kama hili la Mkubwa Fella kuweza kuumwa then yeye analitupa, yani hali wazii, inakuwa sio uungwana. Na kila mtu kwenye jamii anafahamu namna ambavyo Mkubwa Fella na Diamond Platnumz wameweza kuishi. So hivi ndivyo ambavyo Diamond Platnumz mwenyewe alikuwa akijitoa, kwa namna ambavyo chatting ukizisoma kwa umakini utaona jinsi ambavyo Diamond Platnumz alivyokuwa akipambana. Lakini pia kuna tetesi zinazodai kwamba Diamond ametumia mamilioni ya pesa katika kumuuguza Mkubwa Fella, ambaye sasa hivi tunaambiwa walau hali yake iko vizuri, inaridhisha kimtindo. So hivi ndivyo ambavyo watu walivyokuwa wakitaka kuona baadhi ya ushahidi, kwa sababu kuna makundi mawili yaliibuka. Kuna kundi ambalo lilikuwa likikubali kwamba ni kweli Diamond Platnumz hajamsaidia Mkubwa Fella, lakini kuna kundi lingine la mashabiki ambalo linaonekana mitandaoni likiwa lina comment likidai kwamba likimkingia kifua Diamond kwamba Diamond sio kweli hawezi akaacha kumsaidia Fella na mambo kama hayo. Lakini walikuwa wakimtetea, wengine wakidai kwamba Diamond Platnumz sio msaada wa kila mtu, kwa sababu mafanikio mtu anapopata haimaanishi kwamba akamsaidia kila mtu. Lakini hata hivyo pia ukiliangalia hili kwa utu na ubinadamu, Diamond Platnumz ni haki yake kuweza kumsaidia Side Fella kama meneja wake ambaye amemsaidia kwa muda mrefu mpaka kufika hapa ambapo alipoweza kufika. Pengine ni jitihada pamoja na uwezo mkubwa ambao pia nguvu za Fella zilihusika katika kumfikisha Diamond Platnumz kwenye kilele cha mafanikio. So hayo ndio mambo ambayo yanajadiliwa kwa ukubwa huko kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kama shabiki usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe, lakini pia kutoa comment yako hapo chini.